Alhamdulillah. Kwa kweli, jambo la kwanza kabisa, sote kwa pamoja tumshukuru sana Allah kwa sababu tupo katika neema ya hali ya juu. Zama hizi, zama za mughafala, kuonekana vijana, wazee, walimu, watu wa kawaida, makameramani, wote tumekaa tunaizungumzia dini. Hii ni bahati ya hali ya juu sana sana sana, na inazidi kuwa bahati kwa sababu tukiondoka hapa, mmoja wetu ikatokea akafa, Mungu atuwawilishie umri, basi hana dhambi, ajijue. So ukitoka kwenye kikao cha dini kuambiwa kumu maghfuru lakum waqad buddila sayyiatikum alhasanat, simameni mkiwa mmesamehewa na yale madhambi yenu yamebadilishwa kuwa mema. Hiyo ni vikao ambavyo ni muhimu sana sana sana. Lakini jambo la pili, tunazungumzia masala ya elimu. Ndugu zangu, Tanzania ya leo sio Tanzania ya kale. Hivi sasa wallahi elimu ya dini inalipa sana. Kupitia elimu za dini tunawaona watu wanaingia mpaka serikalini. Kupitia elimu za dini tunaona watu wanachukuliwa na matajiri wakubwa tu katika masala ya mirasi, wametatizana, wanaitwa mashehe. Kupitia elimu za dini hivi sasa Tanzania kila sekta huchukuliwa mashehe. Kwa hiyo tusomeni, hata elimu ya dini inalipa. Zamani ilikuwa ukienda madrasa unaambiwa utakufa maskini, lakini sisi wenyewe tumeshuhudia pengine tusife maskini kwa sababu ya elimu ya dini. Nani hapendi kupata nafasi alokuwa nayo samahata mufti? Nani haipendi? Kilichomsogeza pale na elimu ndani yake, na elimu ndani yake na imani. Kuna baadhi pengine ya mawaziri au wabunge hawezi kwenda Ikulu kwa wakati wanaotaka, lakini mwanachuoni mufti anaweza akapita anytime kwa sababu ya elimu. Hiyo elimu ya dini inalipa kwa kiasi kikubwa mno mno mno. Kwa hiyo hapa tumekumbushana tu masuala ya elimu, lakini wenye elimu pia, tukirudi nyuma, wasiokuwa na elimu ndio huvamia mambo kama mambo ya dua haya. Inaonekana watu wanafanya dua, lakini ndani yake kuna mambo ya kishirikina. Mwisho Uislamu unapakwa matope, lakini wajuaji hawatokei mbele viwanjani, wasiojua watafanya nini. Waganga wa kienyeji wamevamia kuchinja, mpaka leo jambo la kuchinja huonekana ni jambo la kiganga ganga. Wamevamia sekta mbali mbali. Kwa hiyo tunasema walimu wajitokeze. Lakini pia tunakwenda Masri, tunakwenda Sudani, tunakwenda Saudia kusoma, lakini hizo elimu za nchi zote hapa Tanzania zipo. Wapo wanachuoni wametoka Sudani wengi tu kabisa na wana uwezo mzuri kabisa, lakini kama alivyosema Sheikh Sabasi, wanaondoka na elimu zao. Lakini pia elimu ina pacha wake, jitihada na tulu zamani. Hakuna elimu ya siku mbili, lazima ukae, lazima uchakae. Au kina Imam Bukhari, kina Imam Shafi, ni jitihada. Tizame mfano Imam Bukhari ametokea Uzbekistani huko katika vijiji vya Bukhara, wala si kwamba ametokea Umangani, na kipindi hicho hakuna ndege wala gari wala treni, lakini amepata kupita miji 15 kuisoma elimu, na amepata kusikia hadithi kwa mashekhe takriban 1000, na amepata kuandika hadithi kwa mkono wake takriban 600,000, 2000, na ndo akaweka katika Sahihi Bukhari. Na kwa siku, si kwamba alikuwa akisoma kwa Shekhe Diwani peke yake, alikuwa anasoma kwa siku kwa mashekhe 12 tofauti tofauti, mpaka leo, mpaka kesho, mpaka kiyama tunamtaja. Hizi ni harakati za kielimu, harakati za kielimu. Ni kweli kabisa Sheikh Shafi ukimtizama
umri wake hata mimi namzidi. Ukimtizama Sheikh Shafi, ukimtizama na ndugu yetu Haji Upepo, kiukweli wanaoyafanya hawalingani na umri wao kabisa, lakini maarifa yao ni mazuri na ni makubwa. Na dalili ya yote hayo si kwamba mimi nimesema kubahatisha kwamba shekhe, hebu zungumza kidogo Kiarabu kidogo, sababu baadhi ya watu wanajua tu tarika, hawajui lugha. Na wakati timbuko la elimu Afrika Mashariki ni watu wa tarika kabisa kabisa kabisa, sana sana, na wamesoma hatari kweli kweli. Mmoja wa mashekhe wetu kule Tanga, kuamka kidogo, basi alisema maneno kule Tanga, akasema basi watu wote wajue kitabu chochote duniani basi hapa kwetu kinasomeshwa. Kitabu chochote duniani hapa kwetu kinasomeshwa, na elimu ndio hii, kuandika vitabu. Kwa hiyo kwa hilo tumshukuru sana, lakini pia wasomi wakifanya jambo hufanya kwa uweledi wa hali ya juu kabisa. Sheikh Sabasi ana siri nyingi sana, ana siri kubwa. Siku miongoni mwa siku mwenyewe hajui na sijawahi kumuuliza, nilikuta amekusanya umma sehemu, hata kuwasomea dua nyingi tu, yale mambo ya nuni mpaka hapa yapo Sheikh. Basi aliwaambia watu, hebu nitizameni hapa. Nilishuhudia ule umma, watu walikuwa kidondoka hatari kweli kweli. Siku moja lazima tumwambie Sheikh Sabasi, ulifanya nini? Ulifanya nini? Lakini ni mtaalamu sana sana sana, tulu zamani. Siku moja nipo Kiwalani kule, kuna CD ili trend kipindi kile ni cha CD. Sheikh Yusuf Diwani, kwa sababu ni mchambuzi, alichambua haya masala ya chuma ulete hatari. Basi ilikuwa kule Kiwalani Markaz, kila unapopita TV chuma ulete ndo habari ya mjini, chuma ulete ndo habari ya mjini. Kwa kweli tulipata faida, kwa sababu kina Sheikh Yusuf walianza masala haya ya tiba kabla hata yetu sisi, pengine ndo wametutia mori mpaka tumeingia. Kwa hiyo leo tuna hazina, na tuwaombee Mungu na mashekhe wote wa Tanzania insha Allahu taala, Allah wahifadhi na awape siha njema, na mbariki ndugu yetu Shafi, kwa sababu hapa sikuleta vitabu vyake vingine, ana vitabu vingi ambavyo amevitunga. Juzi tulienda kusalia Lindi Kariakoo, tulipofika tukamuona muuza vitabu, ana kijitabu kidogo. Sheikh Shafi akanambia, unakijua hiki pia cha kwangu hichi. Yule muuza vitabu nikamwambia njoo. Niliposhika kile kitabu kanambia, unataka kitabu? Nikamwambia njoo kwanza. Ndiyo nataka. Unamjua mwenyewe nani? Si mimi. Nikamwambia mwenyewe huyo. Mwenyewe huyo hapa. Kwa hiyo wameanza harakati hiyo kwa muda mrefu kweli kweli. Faida iliyokuwepo sasa, Uislamu bwana una mbawa mbili, hauna mbawa tatu. Uislamu una mbawa mbili. Mnajua ndege akiwa na mbawa mbili huwezi kumkamata hata uwe mtu mzima, lakini akiwa na ubawa mmoja unaweza ukamchezea, hata mtoto akamchezea. Uislamu ubawa wake wa kwanza kabisa ni elimu, na ukiishi mji, wanawachuoni wanasema kama hakuna mwalimu hebu hama, na ukimkosea adabu mwalimu vumilia ujinga uliokuwa nao. Upande wake wa pili, Uislamu ni tiba. Miongoni mwa mambo yanayosababisha ufanye hijra katika mji usikae, ukikaa mji ambao hakuna dokta, na ukimkosea dokta adabu, vumilia maradhi uliokuwa nayo kabisa. Hivi vitu viwili hivi ni muhimu sana katika society, katika jamii. Bahati nzuri iliyokuaje, hawa mashekhe hawa, hizi mbawa zote wanazo, hakikatan wanazo na nusu. Kwanza ni walimu, na kila mmoja ana zawia yake ya kusomesha. Sheikh Yusuf Diwan ni mwalimu,
Sheikh Sabasi bil Kubra ni mwalimu, Sheikh Shafi ni mwalimu. Alafu upande wa pili pia wote ni watu wa dua na matabibu mbali mbali kwa maradhi yoyote yale. Kwa hiyo ukija kwa mwalimu kama huyu unapata yote. Malasafi shadid, baadhi ya walimu huona ni aibu jambo la tiba, na jamii ilipopokea vibaya mtu yoyote akijihusisha na tiba huonekana kama mganga njaa, kama tapeli. Amekutapeli nini? Watu wanakufa usiku na mchana, wacha mchezo. Hayaja kukuta, yakikukuta maji utaitamma. Wallahi alazim, jamii itakiwa kuokolewa. Jamii imekwama. Kuona kwenu noma na aibu, takuwa waganga hamlinganii ile tablighi iliyokamilika, kwa sababu watu lazima waende kufanya ushirikina. Mtu akishapatwa na maradhi anapagawa kabisa kabisa. Ala laqali shida za kindoa tu. Mwanaume akikosa nguvu za kiume anachanganikiwa hatari. Hata kama amejenga nyumba huiona haina maana, anaona kama amekufa. Mwanaume ni simba, lakini ukimnyang'anya nguvu za kiume inakuwa ni sawa sawa na simba umemtoa ukali. Wewe unajua mkono wa Idi wewe, au unasema simba? Sallu ala nabii. Upo mkono wa Idi, sallu ala alhabib. Mkono wa Idi. Na wanaume wote, hata kama hajaoa na hata kama hana udhaifu wa tendo, anapenda tu awe madhubuti kweli kweli. Baadhi wanasema mimi simba,